Rafiki mpendwa na mtazamaji, tunakukaribisha katika chaneli hii. Mungu aendelee kukubariki kwa kuendelea kufuatilia masomo zote ambazo tunaendelea kuzitoa. Tunakuja tena wakati huu na fundisho linaloongea kuhusu pepeto la kanisa. Kabla ya somo hili, tutanyenyekea kwa maombi. Tuombe. Baba wetu na Mungu, asante kwani unatupenda. Msimamie yule rafiki mtazamaji, umbariki na umtakase kwa jina la Yesu Kristo, amina. Rafiki mpendwa, shairi letu kubwa ambalo tutatafakari hii wakati ni Petro ya kwanza 4, shairi lake la 17. Petro ya kwanza 4, shairi la 17 inaposema hivi: kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Mungu abariki neno lake. Siku yaja, rafiki mpendwa, siku imefika, wakati umefika ambapo hukumu inaanja katika nyumba ya Mungu. Hiyo ndiyo shairi kuu ambayo tunataka kuitafakari wakati huu, mahali ambako fundisho letu limesimama, pepeto la kanisa. Kanisa la Mungu halitaharibiwa na dunia kwanza, litapitia kwanza pepeto. Na yule atakayeleta pepeto si mchungaji wa kanisa, wala si diakoni wa kanisa, wala si mzee wa kanisa, lakini ni Mungu mwenyewe ndiye atakayepitiza pepeto. Na wakati huu ambao tunaishi, elewa kwamba kutakuwa kutenganishwa. Waaminifu watabaki na wasio waaminifu wataondolewa. Kwa hiyo inabidi ujifunze, ujiulize kila siku wakati unaposimama katika imani. Je, wewe imani yako inasimamaje? Je, uko mwaminifu kwa ukweli, unamwamini Kristo, ama unakuwa kanisani kwa sababu ya mchungaji wako? Shetani haogopi Mkristo wa jina, acha nikuambie, lakini anaogopa Mkristo aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana sasa swali ya msingi, pepeto ni nini? Pepeto ni nini? Jambo la kwanza katika pepeto hii, maana ya pepeto, pepeto ni jaribu kubwa la kiroho. Jambo la pili, pepeto ni wakati wa kupimwa. Jambo la tatu, pepeto ni kutenganishwa kwa ngano na makapi. Hiyo ndiyo maana ya pepeto. Kama mkulima anavyofanya kwa ajili ya kupepeta ngano ili upepo uchukue makapi, hivi ndivyo Mungu atakavyofanya kundi lake kwa ajili ya kutenganisha makapi na ngano halisi, kwa kutenganisha, kwa kuweka matengano, kwa kuweka mstari kati ya wale Wakristo wa uongo na wale Wakristo wasiokuwa Wakristo wa kweli, kama Mathayo 3:12 inayosema ataisafisha sana sakafu yake. Mpendwa, elewa kwamba pepeto ni kutenganisha makapi na ngano nzuri, na hivi ndivyo Mungu atakavyofanya kanisa lake. Sasa swali la msingi lingine ni hili: pepeto litaanja wapi? Tuliona Petro ilituambia pepeto litaanja wapi? Kanisani, kwa sababu Ezekieli 9:6 unaweza kusoma kwenye skrini yako. Kuna maneno mafupi yanayosema hivi: anzeni patakatifu pangu. Ezekieli 9:6. Nilisema tu kwa ufupi, anzeni patakatifu pangu. Mungu huanza utakaso ndani ya nyumba yake, haanje utakaso nje ya nyumba yake. Anaanja utakaso ndani ya nyumba yake. Rafiki mpendwa, ndio maana kwa wakati huu na kualika utafakari, si kila aliye kanisani ni mtu wa Kristo kweli kweli, lakini kuna wale wanaopatikana ndani, wengi wanakuwa wa uongo na wengi wanakuwa wa ukweli. Mathayo 7:21 inatuambia, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia mbinguni, lakini ni yule
anayefanya mapenzi ya Baba yangu. Hivi ndivyo Yesu alivyosema katika Mathayo 7 aya yake ya 21. Kwa hiyo kuna tofauti sana kubwa kati ya kuwa mshiriki wa kanisa na kuwa mtu wa Mungu. Sasa je, wewe ambaye ni mshiriki wa kanisa, je, wewe tena ni mtu wa Mungu? Je, wewe ni mtu wa Mungu kweli? Sasa swali lingine ni hili: ni nini kinasababisha pepeto? Ni nini kitakisababisha pepeto kupepetwa kwa kanisa? Elewa, jambo la kwanza litakalosababisha pepeto ni ukweli mkali. Watu wengi wanapenda injili, lakini kwa kupenda injili wanapenda hiyo injili sio kemea, isiyo na toba, injili isiyo na msalaba. Yaani injili ile inayowaelekeza tu mtabarikiwa, 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 mtabarikiwa. Hii ndio watu wanapenda leo. Ukileta injili ya kukemea, ukileta injili inayopinga makosa ambazo watu wanazifanya, unaweza kosa marafiki. Hata unaweza kukuta kwamba wewe ambaye unatoa injili hii utaleta chuki kwako. Ndio maana inabidi tuelewe ukweli huu. Yohana 6 aya yake 66. Soma kwenye skrini yako hapo, utakuta kwamba Yohana 6:66 inasema wengi wa wanafunzi wake wakarudi nyuma. Walirudi nyuma kwa sababu ya maneno ambayo Yesu mwenyewe aliyatoa. Na ni hivi tu ndio itakayokimbiza watu. Ninayokimbiza watu wanaanguka kwenye mstari ya usawa. Unapoambia makosa yao, wewe hautafurahiwa. Lakini ukiwanyamaza, hapo utakuwa rafiki. Watakubeba, watakubembeleza. Lakini ukitamka, ukikemea, ukileta injili namna Biblia ni kama mpanga unaokata kwa upande mbili, hautapata marafiki. Na watu leo washiriki wanapenda injili ya kubembeleza, na hiyo itasukuma wengi kuondoka. Jambo la pili litakaloletea sukuma pepeto linaitwa mateso. Mateso itasukuma wengi kujiondoa wenyewe. Wakati wa shida, wengine watasaliti Kristo, wanaacha imani, wengine wanaogopa, wengine wanaivunja ukweli kwa sababu shida limetokea, mateso imeonekana, hali majaribu imetokea. Jaribu unapompata, ikiwa ni magonjwa, njaa inatokea, utakuta watu kulingana hiyo jambo la pili la pepeto, mateso makali yatasukuma wengi kuondoka katika mstari ya usawa. Jambo la tatu litakalosukuma wengi linaloleta pepeto ni katika Timotheo ya pili 4 aya yake ni ya 10. Utakuta namna Paulo anavyosema kwamba Dema ameniacha, amependa dunia. Na jambo la pili litakalosukuma wengi kuondoka katika mstari ya Bwana ni kuipenda dunia. Wengi leo wanakataa sabato kwa sababu ya dunia. Najiuliza, naacha kazi zangu tu juu ya sabato tu? Mimi siko pale badi, taweza kuacha sabato tu? Unakuta kwamba kwa sababu ya kuipenda dunia wengi hawafatani na sabato. Na wale wanaoifuata leo wanakubali sabato kuwa amri ya 4 ambayo ilitolewa na Mungu, na Mungu hakuibadilisha. Unakuta kwamba wanaanza kuiacha polepole kwa sababu ya kuipenda dunia. Wengi wameacha maombi, wengi wameacha utakatifu kwa sababu ya dunia, kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya starehe, kwa sababu ya mahusiano. Jambo la tatu, jambo la 4 tafadhali, litakalosukuma watu kanisa kuingia kwenye kupepetwa kwa kanisa ni kwamba kuna watu wengi, mafundisho ya uongo wataipokea. Timotheo ya kwanza 4 aya yake ni ya kwanza. Wengine watajitenga na imani. Pepeto huja kupitia manabii za uongo, kupitia miujiza ya uongo, kupitia mafundisho ya uongo, kupitia maombi ya uongo. Wengi wataiacha imani. Sasa swali la msingi kwa wakati huu ni nani atakayesimama? Watakaosimama dhidi ya pepeto linalotokea, ambalo hata leo limeanza kubeba wengi wako naenda
wanaanguka, wanaacha mstari wa imani. Ni nani atakayesimama? Jambo la kwanza, kundi la kwanza la wale watakaosimama ni wale washiriki, ni yule baba, ni yule mama, ni yule kijana, ni yule dada ambaye amesimama, amekuwa na mizizi yake ya imani ndani ya Kristo. Wakolosai 2 shairi lake ni la 7. Wale walioweka mizizi, wamejengwa juu ya Kristo, wenye shina la wenye kujengwa ndani yake, ndio watakaosimama. Hapana wale wa Kristo wanaofanya Ukristo mazoelea, lakini wale waliosimama ndani ya Kristo. Jambo la pili, kundi la pili watakaosimama imara ni wale wanaopenda ukweli. Zaburi 119 aya yake ya 165. Wale wanaopenda ukweli watasimama imara. Kundi la tatu la wale watakaosimama imara ni kundi gani? Ni wale waliojawa na Roho wa Mungu. Waefeso 5 aya 18. Wale waliojazwa na Roho wa Mungu. Swala msingi, wewe utasimama au utaanguka?